Confess. Tunashukuru sana Jah kwa siku hii ya Sabat. Tunakutana tena kuendelea kutoa sifa na shukrani kwa Jah Rastafari. Mungu ndani mwake, Mungu ndani ya mfalme wa falme ambaye anatupatia nguvu na hekima hii ya kujua kwamba Sabat ni siku ya kuacha shughuli zingine ambazo tunafanya kuja karibu na Jah, kuendelea kupata maarifa ya Jah zaidi na zaidi. Rastafari. Leo hii tutajifunza kuhusiana na sehemu moja katika Bible, kitabu cha Yesaya chapter ya 55 Sinkansink. Yesaya 55 ni sura yake ya 55. Kama ifuatavyo: haya, ninyi nyote mlio na kiu, njooni kwenye maji, na wale wasio na pesa, njooni mnunue mle. Ndiyo, njooni mnunue divai na maziwa bila pesa na bila bei. Kwa nini mnaendelea kulipa pesa kwa ajili ya kitu ambacho si mkate, na kwa nini kazi yenu hakishibishi? Na kwa nini kazi yenu ni kwa ajili ya kitu ambacho hakishibishi? Nisikilizeni kwa makini na mle yaliyo mema, na nafsi yenu ipate furaha tele katika unono. Jah anatukaribisha, anasema kujeni mnunue bila pesa, njooni mpate chakula bila gharama yoyote. Kwa nini mnaendelea kutoa pesa kwenye kitu ambacho si chakula cha kweli? Kwa nini mnaendelea kutoa wakati wenu, nguvu zenu, uwezo wenu kwenye kitu ambacho si ukweli? Njooni hapa mpate kilicho cha kweli ambacho mnastahili na ambacho roho zenu nakitafuta. Uko fumbo kubwa hapo Jah anazungumza, kwa sababu kweli katika hii dunia kuko watu wanahangaika, wanatoa pesa zao, wanatoa wakati wao, wanatoa nguvu zao kwenye kitu ambacho si mkate wa kweli, si chakula cha kweli. Jah anajua chakula cha kweli kilipo. Anasema sasa, tegeni sikio msikie mpate ukweli. Tegeni sikio mnijie, sikilizeni na nafsi yenu itaendelea kuwa hai, na bila kusita mimi nitafanya pamoja nanyi agano linalodumu mpaka wakati usio na kipimo, kuhusu fadhili zenye upendo kwa Daudi ambazo ni za uaminifu. Tegeni sikio mnisikie, nami nifanye agano na nyie kuhusu fadhili zenye upendo kwa Daudi ambazo ni za uaminifu. Baada ya Jah kuvunja agano lake na mfalme Daudi, agano la Jah na mfalme Daudi lilivunjika kwa sababu ya maovu ya watoto wake mpaka na yeye mwenyewe Daudi. Kwa sababu ya maovu ya wana wa Israeli mpaka na yeye mwenyewe kuna mambo fulani hakuelewana na Jah. Jah akavunja agano lake na Daudi, lakini Jah akaweka ahadi, akasema Daudi nitamsamehe. Na wakati Jah anavunja maagano yake, aliwaacha wana wa Israeli waende katika mateso. Wana wa Daudi, wana wa Israeli, wana wa Yakobo, watu weusi wa Yahudi, akawaacha waende katika mateso ya utumwa kwa mara ya pili. Baada ya ile ya Israeli, kwa mara nyingine ikawa sasa sehemu zote za dunia walitawanywa, sehemu tofauti za dunia. Sana sana Bible inatuambia nchi ya kaskazini wakapelekwa katika nchi ya kaskazini. Jah akasema, lakini Daudi nitakuja kumsamehe siku za mbeleni. Daudi atasamehewa, nitampatia fadhili zenye upendo, naye ufalme wake nitausimamisha tena duniani. Kupitia nani?
kupitia mjukuu wa Daudi, kutoka kwa mmoja ambaye anatoka katika viuno vyake. Atafanya nini? Atamsimamisha tena Daudi chipukizi. Atamsimamisha tena Daudi chipukizi, na mfalme atatawala na kuzionyesha sifa za Jah na kumuonesha Jah duniani. Mfalme huyu atatokea katika taifa jipya. Jah amesema, tazama, mtaliita taifa jipya ambalo hamkulifahamu. Na ndipo Jah atakapofanya maagano mapya sasa na wana wa Israeli, pale ambapo atawapatia yule mfalme mpya Daudi chipukizi. Yule mfalme atawashika mkono kuja kuishi nao nchini kwake, naye afanye maagano mapya nao. Namaki Jah huyo kupitia mfalme wake Haile Selassie Rastafari, Jah atafanya maagano mapya na hao watu. Ndio sisi hapa ambao tunaitwa Rastafari, ambao tuko nyuma ya Rastafari Haile Selassie. Tuko na maagano mapya ya utumishi kwa Jah, ya kulipokea jina. Jah alisema watalipokea jina, watakuwa waaminifu kwa mfalme, watakuwa waaminifu katika jina, watakuwa waaminifu katika imani, watavumilia mengi katika dunia, lakini watailinda imani kwa sababu ya maagano. Maagano nitayaweka kuanzia vichwani mwao mpaka moyoni mwao kupitia jina hilo tamu, Rastafari. Tazama, nimemtoa kuwa shahidi wa vikundi vya mataifa, kuwa shahidi kwa vikundi vya mataifa, kuwa kiongozi na kamanda kwa vikundi vya mataifa. Ndio hapo sasa ambapo Daudi anasamewa. Na ikumbukwe Selassie alisema, it is good that you are here to record this picture of me in my palace garden at Addis Ababa. People who see this throughout the world will realize that with courage, faith and just cause, David will still beat Goliath. Usikia? Selassie amekubali kwamba yeye ni David, jinsi amemshinda Mussolini Babylon. Yeye ni David. Na moja kwa moja pale Selassie anapozungumza ile phrase, maana Selassie anakubali divinity yake, kwamba yeye kweli ni mfalme wa falme aliyechaguliwa na Mungu aitwe Mungu. Ametolewa kuwa kamanda na kiongozi kwa mataifa. Huyo mfalme, tazama, utaliita taifa ambalo hulijui. Haile Selassie Rastafari. Wakati mfalme anatolewa, utaliita taifa ambalo hulijui, sio tena Israeli. Maneno ya manabii yanakubaliana katika neno hili. Sio tena Israeli, utaliita taifa jipya ambalo hulijui. Ethiopia, Zion. Na watu wa taifa ambalo hawakukujua watakimbia wakija kwako. Watu wa mataifa tofauti ambao hawakuijua Ethiopia watakimbia kuifata sasa Ethiopia, kwenda kusikia habari, kwenda kujifunza mengi, kumuona mfalme wa falme, chaguo la Jah Rastafari. Watakimbia wakija kwako kwa ajili ya Jah Mungu wako, kwa ajili ya Jah Mungu wako mwenye yuko pale ndani ya Ethiopia. Haile Selassie King Rastafari. Kwa ajili ya Jah Mungu wako na kwa ajili ya mtakatifu wa Israeli, yule Mungu wa Ethiopia pale, na ndio yule Mungu wa Israeli, mtakatifu wa Israeli. Family ni moja, familia ile ni moja. Kwa ajili ya mtakatifu wa Israeli, na kwa sababu atakuwa amekurembesha. Mtafuteni Jah wakati anapoweza kupatikana. Mtafuteni Jah wakati anapoweza kupatikana. Hapa ndo tukaambiwa kule kwamba kwa nini mnaenda kutoa pesa zenu kununua kitu ambacho si chakula cha kweli. Chakula cha kweli kimetolewa bure.
kumjua mfalme, kulijua jina jipya la mfalme. Kile ni chakula tosha, na sisi marasta ndio tunafahamu kwamba kile ni chakula tosha. Hatuhitaji kingine tena. Kwetu sisi ni chakula tosha kabisa. Kilichobakia ni nguvu zetu sisi, uwezo wetu sisi ndio tutatoa. Hatutafute kitu kingine tena kutoka kwa mfalme Haile Selassie. Mfalme ameshafanya kitu cha maana sana, ameshaleta jina na ameshafanya matendo ya kututia nguvu ya imani. Inatosha. Kilichobakia ni sisi kuelewa nafasi yetu ni nini. Sisi ndio tuko na kazi, kwa nguvu zetu, kwa pesa zetu, kwa kila kitu chetu, kwa jasho letu. Kuendelesha kazi ni yetu, kuielewa kazi. Sio kusema ukaa kufunga mikono kusema sasa afanye vyote. Yesu ndio amekuja. Yesu ndio mfalme wa wafalme. Si ndio amekuja afanye vyote. Ni kutokuelewa. Mwenye anazungumza vile iwe ni kutokuelewa. Sisi wote tutabeba sacrifice. Sisi wote tutabeba sacrifice. Sisi tunafahamu, tumeambiwa sisi kazi yetu ni nini. Ndio kuna watu wanakuambia Selassie alisema, alikataa yeye sio Mungu, na alikataa watu wasimuite Mungu. Selassie ana phrase ngapi za kusema anakataa divinity yake, na ana phrase ngapi za kukubali divinity yake? Na ile moja ambayo wako wanasemia ni wao wenyewe hawaelewi. Ni wao ambao hawaelewi kwa sababu wana nia ya kuangusha ukweli wa Haile Selassie. Wana ile nia ya kuangusha, ndio maana wanakimbilia kwa ile phrase ambayo wao wenyewe hawakuielewa. Watu walikuwa wanamfuata Haile Selassie wanamwambia wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Sasa unawaza mtu anasema ndio mimi ni Mungu. Mtu anasema vile. Na wakati anajua yeye mwenyewe anapiga magoti anamuomba Mungu. Yeye mwenyewe sio kusema yeye ndio Mungu muumbaji. Sio kusema yeye ndio alifanya vyote. Mungu ndani mwake. Aitwe Mungu kwa sababu Mungu ndani mwake. Lakini Selassie akasema a generation should not make a mistake. Generation, watu wasije wakafanya mistake, wakafanya kosa la kuita mtu Mungu bila kuelewa kivipi wanamuita aje, wanapaswa kumuita aje. Yesu Kristo mwenyewe kuna wakati fulani alikataa. Kuna wakati fulani aliona watu wanaabize like kama vile wanaabize na Selassie aliona kitu kama kile kwamba aikinyamazia hivyo hivyo kuna watu watakosa maarifa na ukweli na kuelewa jinsi gani wanapaswa kumuita yeye. Sasa utasemaje kwamba Selassie amekataa na amezuia marasta wasifanye vile, wasimuite? Na Selassie mbona amekuwa na urafiki na marasta sana? Selassie ameshirikiana na marasta depuis 1937. Wanaanzisha EWF. Selassie amekuwa na marasta, amewafuata Jamaica, ameongea nao, ametoa phrase mdomoni mwake za kuwapatia nguvu ya kuendelea. Amesema we must continue, our ways are purposeful and we must continue. Imani yetu ina sababu ya kutosha na lazima tuiendeleze. Sasa hiyo si confession ya divinity. Sasa wasioelewa, kwa sababu hawezi kuja kumfuata mtu useme wewe ni Mungu. Sio mission ya Haile Selassie kufundisha watu yeye ni nani. Yeye alisema depuis kitabu cha Mwanzo huku. Tokea kipindi cha Moses anazungumzwa Selassie mpaka mwisho anazungumza. Sasa ana kazi gani ya kuja kuambia watu mimi ni nani? Tuishaambiwa. Mbona marasta ametokea bila kufundishwa na mtu? Bila Selassie kuja kuambia hivi. Mbona alikuta tayari watu wana movement inaitwa katika jina lake, anasema hii movement katika jina la Rastafari ilianza lini? November 2nd 1930. Our ways are purposeful and we must continue. Centralize and organize. Kitu kilisemwa wenye heshima katika neno
watatembea na neno na watatimiza neno. Mambo yatatimia bila kufundishana, bila kuambiana, kwa sababu mwalimu yupo. Kama Selassie ana speech, ana discourse inasema, the Bible is our refuge and the rallying point for all humanity. It transcends all boundaries of empires and all conceptions of races. It is eternal. Selassie anasema Biblia ni kimbilio la kila aina ya mtu wa hii dunia, inavunja mipaka ya dunia yote, haina mipaka, ni ya milele. We in Ethiopia have one of the oldest version of the Bible. Kama Selassie amemwambia heshimu Bible, alikuwa anazungumza kitu kikubwa sana. Ukiheshimu Bible, mambo yote yatajifanya yenyewe. Utamjua Selassie ni nani, utajua kila kitu, utajua. Hatukuja kufundishana. Selassie hakuja na kazi ya kufundisha imani. Ile ilikuwa ni kazi ya Yeshua. Kuja kufundisha imani ilikuwa ni kazi ya Yeshua HaMashiach, mwana wa Jah. Selassie amekuja kufanya misheni nyingine, misheni ya ukombozi. Selassie amekuja kufanya mission ya ukombozi. Lakini mission ya kujenga imani duniani, kujenga imani, kuweka misingi, foundation ya imani, ile ilikuwa ni kazi ya Yeshua. Ndio maana ilikuwa inaambatana na miracle. Ndio maana ilikuwa ibidi iambatane na miracle nyingi ili ajenge misingi ya imani. Selassie hakuja na mambo ya miracle sana. Hakuja na vitu vya kusema nifufue watu, nifanye hivi, niponye watu mbele za watu. Selassie na Yeshua HaMashiach ni mtu mmoja. Wamekuja, wametumwa duniani na Jah kwa mission mbili tofauti. Kujenga imani, Yeshua HaMashiach. Sasa Selassie amekuja kufanya nini? Selassie amekuja kumuonesha Jah katika mfalme. Jah ni mfalme, Yeshua hakuwa mfalme. Nimesoma sehemu zote. Selassie amekuja kumuonesha Jah katika mfalme sasa. Kufanya kazi za kifalme. Kukutana na viongozi wa dunia, ukaa nao meza moja. Yeshua hakufanya. Hakuwa na ile authority. Hakuweza kuitwa kukaa na viongozi wa dunia kwa sababu hakuwa na authority ya kidunia. Selassie alikuja sana ile authority ya nini? Ya leadership, ya uongozi. Kama mfalme. Kuja kufanya kazi za kifalme, uongozi, liberation, kuwakomboa watu, kuwaonesha shashamani, kuwatoa kule, kuvunja colonialism duniani, kuvunja esclavagism duniani. Ndio ikapitia pale kwenye vita ya pili ya dunia. Pale ndio pakavunjika. Ubabe duniani ukavunjika, ukashuka chini. Hiyo ni kazi ya Selassie. Mission nyingine ni kuleta jina sasa. Kuleta jina ili aweze kutengeneza ile taifa la Jah. Ameleta jina ili aweze kutengeneza nini? Ile taifa la Jah lenye litapokeaga lile jina. Atakuja na jina jipya. Hiyo nyingine mission ni kuleta jina ili Rastafari movement itengenezeke. Na ile Rastafari movement itakuwa na kazi, itakuwa na mission duniani. Kazi yake ni nini? Inazungumzwa pale kwenye level, kwenye Mathayo 24. Na habari hii ya ufalme itatangazwa dunia nzima, na ndipo ule mwisho ufike. Nani atatangaza habari ya ufalme? Ni waliomjua mfalme. Ni walioitwa katika jina la mfalme. Ile kazi imesemwa. Ndio kazi ambayo tuko nayo. Kwa hiyo ile nyingine mission ya Jah. Sasa ni overstanding, kuelewa. Ni kuelewa. Selassie hakuja kuambia mtu mimi ni nani. Ile siku anatangazwa tu pap, hapo movement ikaanza. Hapo watu wakachukua jina. Kwa sababu ya nini? Alisema yeye alifundisha watu vile. Watu wana mwalimu. Mwalimu yupo. Watu walikuwa wanasubiri, watu walikuwa, hata Marcus Garvey 1927 ana profetize. Haikuwa prophecy yenyewe. Mtu yoyote mwenye alikuwa yuko makini anafuatilia Bible alikuwa anaweza kuprofesai.
Mtu yeyote mwenye alikuwa makini anaweza kufuatilia, alikuwa na uwezo wa kuprofesai. Kwa sababu Garvey chenye aliwazidi ni kwamba alikuwa serious na Bible. Bible ikamuongoza Ethiopia. Anatokea Ethiopia. Umeona? Na akafuatilia viko aje. Akafuatilia iko vipi ili mfalme apatikane. Kila coronation inapofanyika wanamchunguza yule mfalme mwenye anakuja. Wanamchunguza yule mfalme ana karakteri gani, historia yake yatokea kuzaliwa iko vipi. Sasa ukimfuatilia Tafari, historia yake ya kuzaliwa mpaka anaenda, watu walikuwa wanajua kwamba huyu ndio atafungaga. Watu walikuwa wanajua. Sasa kwa nini walimbatiza Haile Selassie? Nguvu za kwanza Utatu Mtakatifu. Kwa nini walimbatiza vile? Kwa nini kwanza walimpatia Tafari? Nini maana ya Tafari? Creator. Kwa nini walimpatia yale majina? Kwa sababu kuzaliwa kwake tu kwenye kuishatoaga jibu. Ile kuzaliwa tu ilitoaga jibu la mpaka mwisho. Mama yake anabeba mimba 10. Lakini anazaliwa Tafari peke yake. Na ndio anaishi miaka 83. Mimba 8. Tafari ni mimba ya 9. Selassie ni mimba ya 9. Mimba 8 zote zinatoka, hakuna mtoto ameishi hata masaa 3 duniani baada ya kuzaliwa. Ya 9 ya Selassie anazaliwa, anaishi, hawaamini, wanahesabu masaa, wanaona masaa yanaenda, siku inaisha, semeni inaisha. Mtoto ameweza kuzaliwa kweli na ameishi. Wanapata mtoto. Kupata mtoto wanasema sasa labda shida imeisha, sasa tutapata watoto. Kunaingia mimba nyuma ya Selassie, mimba ya 10, na yenyewe tena inatoka vile vile kama zile 8 za mbele. Ile ya nyuma ya Selassie na yenyewe vile vile mtoto naye haexiste tena kama zile 8 za mbele. Hapo unapita unaona huyu mtoto sasa yeye ndio ana chance zote. 8 za kwanza imekuwa vile, anakuja Selassie anazaliwa, na nyuma ya tena vinakataa vile vile. Lakini jali panga ni yeye peke yake. Mbele yake hakuna na nyuma yake hakuna. The first and the last from the womb of his mother. Kwenye tumbo la mama yake wa kwanza na wa mwisho. The Alpha and the Omega. So Selassie alijulikana. Kumprofetize, kutoa unabii juu yake ilikuwa ni rahisi kwa kila mtu yote ambaye alikuwa serious na kufuatilia prophecy na mambo ya Ethiopia na ufalme wa Ethiopia. Garvey akakaa akachunguza coronation ambayo anataka kufuatia, ambayo itakuja. Alijua kabisa hapa hakuna mwingine anakuja Tafari. Lakini hata hivyo Garvey alikuwa tuna revelation tu fulani, kwa sababu miaka 3 ni mingi. Miaka 3 Empress Zaudito alikuwa kingali yuko pale. Zaudito alianguka, Tafari akaja kutangazwa, lakini profesi ilikuwa ishatoka ya Marcus Garvey miaka 3 mbele. Haikuwa rahisi kuprofetize kwa sababu unajua ili uprofetize vile ni kwamba alikuwa makini sana, anafuatilia sana mambo ya Ethiopia. Alikuwa anafuatilia sana ile ufalme wa Ethiopia pale, alikuwa anafuatilia sana. Rastafari. Kwa hiyo Selassie hakukuja duniani kufundisha mtu yeye ni nani, lakini watu wenyewe ndio walikuja kumpoint na kusema wewe ni nani, wewe ndio tuna confirm jina lako. Mfalme wa falme, jina title ndio alikuja nayo inatosha, si ndio? Tuna confirm, tunasema you are Jah. Rastafari. Mtafuteni Jah wakati anapoweza kupatikana,
mwiteni akiwa bado yupo karibu. Mtu mwovu aiache njia yake, na mtu mwenye madhara ayaache mawazo yake, naye arudi kwa Jah, ambaye atamuonyesha rehema na kwa Mungu wetu, kwa maana atasamehe kwa njia kubwa. Tuache uharibifu wote ambao tuko nao kama wanadamu. Tuache aina yote za uharibifu. Tusimame na utakatifu, tukielewa sisi tumechaguliwa, tuna jina jipya, sisi ni wanaziri. Basi ni amana sana kuacha kila aina ya uharibifu, uovu, na kusimama imara zaidi na zaidi. Kwa maana mawazo yenu si mawazo yangu, wala njia zangu si njia zenu, asema Jah. Rastafari. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu kuliko dunia, ndivyo njia zangu zilivyo juu kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Kwa maana kama vile mvua inayonyesha hushuka na theluji kutoka mbinguni, nayo theluji hairudi mahali pake mpaka kwa kweli iwe imeinywesha dunia na kuifanya izae na kuchipuka, na mbegu kweli iwe imepewa mpandaji, na mkate kupewa anayekula. Rastafari.